Anauliza kwamba simu dukani bei yake ukienda kununua keshi bei yake $200,000 mathalan, lakini ukinunua kwa mkopo, wakikuuzia kwa mkopo wanakuuzia $300,000, wanakuuzia $300,000 au $250,000, $300,000 au $250,000. Kwa hiyo ukinunua kesh $200,000, ukinunua kwa mkopo, ameita mkopo, ukinunua kwa mkopo unalipa $250,000 au $300,000, na ulipaji wake unakuwa kidogo kidogo, bitaksit, unalipa awamu kwa awamu kidogo kidogo. Je, vipi huu muamala? Kwanza, huu muamala, hii ni biashara, hii ni bai'u walaysa qardan. Kwanza ifahamike hivyo kwamba hii ni biashara na sio mkopo. Kwa watu kwanza wabadilishe hapo, wafanya biashara na wale wateja wao kwanza walijue hilo kwamba muamala huu ni muamala wa biashara, sio muamala wa mikopo. Nukta ya kwanza. Je, yafaa muamala huu kuuza kwa keshi $200,000 kwa taksiti $300,000? Naam, inafaa kisheria muamala huu, na wameulizwa ahlul ilmi kuhusiana na muamala huu wa kuuza au kununua kwa taksiti, yani unamuuzia mtu analipa kidogo kidogo, analipa kidogo kidogo. Maulama wameulizwa swali hili wakasema muamala huu unafaa, kama alivyojibu swali hili Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akasema la ba'sa bihi biijma'i ahli alilm. Muamala huu wa taksit unafaa kisheria wala hauna tatizo kwa ijma' ya wanachuoni, kwa ijma' ya wanachuoni. Na akasema kwamba ziada hii inayokuwa imezidi pale mtu anapokuwa analipa kidogo kidogo, akasema ziada hii haingii katika riba, haingii katika riba. Kwa nini? Kwa sababu uhalisia ni kwamba mtu yani hawezi kuuza kitu, hawezi kuuza bidhaa kumuuzia mwenzake kwamba nakuuzia simu hii utalipa baada ya miezi 3 kwa bei ya sokoni. Mtu hawezi kufanya biashara hiyo, atafaidika nini sasa? Sawa sawa. Kwa sheria ya Uislamu imeweka miamala hii ili watu wote wafaidike, muuzaji afaidike na wewe mnunuzi pia ufaidike. Haya, mnunuzi unafaidikaje? Mnunuzi unafaidika kwamba wakati huo unaenda kununua huna $200,000 kwa sababu keshi $200,000 na wewe $200,000 huna, lakini unahitajia nini? Simu. Sasa huyo muuzaji anauza kwa njia mbili. Ukienda kwa keshi $200,000 unachukua simu yako na unampa pesa yake, lakini kama unataka kununua kwa deni ukalipa, unalipa kidogo kidogo, inafaa. Sasa kishakuwa unalipa kidogo kidogo, hii bila shaka pesa itazidi. Kwa hiyo akakwambia kwamba nakuuzia simu hii utalipa kidogo kidogo, kila wiki au kila siku, sijui wenyewe hajaeleza kwamba kila siku wanalipa au kila wiki. Nyinyi mtakuwa mnajua zaidi, mnaofanya miamala hii, au mnajua watu ambao wamefanya miamala hii ya simu, ambao ni biashara zinafanyika hapa Kariakoo na sehemu nyinginezo, wanaita mikopo ya simu, simu za mkopo, lakini uhalisia huu sio mkopo. Hii ni biashara ya taksit, yani watu wanauziana kwa taksit, mtu analipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mathalan anaambiwa simu hii bei yake ni $200,000, lakini utalipa $300,000, utalipa kwa muda, nakupa miezi 3 au miezi 6, na ndani ya miezi 3 huo umekamilisha gharama ya simu hiyo. Mkakubaliana muamala huo, mkafunga mkataba, inafaa kisheria. Muamala huu unafaa kisheria na wala haingii katika riba.
Kwa hivyo wewe unanufaika kwa sababu umepata simu, wakati huo na hela huna, na huyu aliyekuuzia atanufaika kwa sababu anauza zaidi ya ile gharama anayouza wakati mteja ameenda dukani akatoa keshi, kwa sababu atakapokuwa amekusanya yote pesa kutoka kwako atakusanya 300,000, lakini simu ile ile akija mteja wa keshi anaondoka na 200,000, tayari ameshapata faida. Muamala huu hauna shida, ni albay'u bitaqsit, wala hakuna shida kisheria. Shida katika muamala huu unakuja jambo ambalo wanalifanya baadhi ya watu hivi sasa katika huu muamala, na hapa inahitajika wafanyabiashara pia wazinduke na waangalie namna ya kubadilisha mfumo wa kutoa hizo simu, sababu baada ya kuulizia nimefuatilia nikabaini kwamba kuna utapeli unafanyika katika hizi simu, kwamba watu wengi wakishachukua hizo simu huwa hawakamilishi kulipa madeni, yale madeni walioacha dukani. Sawa? Sasa hii ni dhulma, na inakuwaje inafikia hatua watu hawakamilishi kulipa wakati zile simu zimewekewa password, zimewekewa pini, na kama hujalipa inafungwa ile simu, maana yake haupatikani hewani, huwezi kuitumia. Ndio njia ambayo wameitumia katika kuwadhibiti watu ili wakalipe. Sasa kuna mchezo sasa hivi watu wako nao, wanaita kuswapu. Sasa hiki ni kinyume cha au kifupi cha utapeli, wakatumia lugha ya kitaalamu zaidi, kuswapu. Kwa maana kuna wataalamu ambao vijana wa IT bila shaka wanaweza kufanya utundo huu, kutoa zile pini zile walizoziweka watu wa dukani, watu wa zile simu, zile password zile walizoziweka, ambayo kama hujalipa kila siku unatakiwa utoe 2,000 mathalan. Kama kwa siku umepitisha hujalipa, simu inafungiwa, na ni halali waifunge kwa sababu mmekubaliana utakuwa unalipa kila siku. Kwa hiyo usipolipa wana haki ya kufunga ile simu. Sasa kuna ujanja unafanyika wa kutoa zile pini. Wale waliochukua zile simu wanalipa kidogo, ima wanalipa ndani ya mwezi mmoja. Baada ya hapo wanawatafuta wataalamu wanaweza kutoa zile pini, wanaenda kwao, wanawaeleza kwamba na simu hii naomba unitolee pini ili niweze kuiuza. Au anampelekea yule mtaalamu wa kuswapu, yule mtaalamu wa kufanya ujanja huu wa utapeli, na mtaalamu wa kufanya dhulma, akamwambia hii simu nauza 2,500,000 au 300,000, lakini ina pini, naomba kwanza uifanyie mambo, kwanza fanya mchakato wa kuitoa loki. Kwa hiyo yule kijana anafanya mpango wa kuitoa ile pini ili simu ile aweze kufanyaje, iweze kuuzika. Bila kutolewa pini haitouzika ile. Sawa? Sasa muamala huu ni haramu, muamala huu unaofanyika ni haramu, na kitendo hiki wanachokifanya hawa vijana cha kuswapu, wanaita kuswapu, ni haramu. Kwa wale wanaochukua hizi simu dukani wanakuwa wanafanya haramu, kwa sababu wanawadhulumu wenye maduka kwa kutokukamilisha zile pesa ambazo wamekubaliana kuweza kuzikamilisha. Wajue kwamba bado wana madeni. Hata mtu akifa ajue kwamba anakufa na daiwa dukani, deni la simu. Lakini pia wale vijana ambao mmekaa ofisini au mko mitaani, kazi zenu ni kuswapu, yani kufanya mikakati ya kuondosha zile pini kwenye simu ambazo watu wamezinunua dukani kwa taksit, kwa kulipa kidogo kidogo, mkashirikiana nao kuzitoa hizo pini ili waweze kuziuza na wasiende tena kulipa dukani. Fahamuni ya kwamba mnafanya haramu. Muamala huo mnaofanya ni haramu, na mtakachokuwa mnakula haramu, kwa sababu kufanya hivyo ni taawun ala al-ithmi wal-udwan, ni katika kusaidiana katika madhambi
na uadui, ni katika kusaidiana katika kufanya madhambi, kuchuma madhambi na uadui, jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelikataza. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kwa hivyo vijana, hasa vijana, tahadharini na jambo hilo, sababu vijana wengi wanafanya, bil khusus vijana ambao wanajinasibisha na manhaj. Wako baadhi ya vijana ambao wanajinasibisha na manhaj salafi, wanafanya miamala hii ya kuswap. Hadha haram, haitakikani kabisa. Kijana wa Kiislamu hata kama si hujihusishi na manhaj salafi, kijana wa Kiislamu haitakikani kufanya miamala kama hii ya haram. Fanya dhulma ya wazi kabisa. Unajua kabisa mtu huyo anataka kudhulumu hii simu, na wewe unashirikiana naye kufanya dhulma. Hadha haram. Kwa hivyo huu ni muamala ambao unafanyika sana hivi sasa mitaani. Kwa hivyo wale ambao wanaofanya muamala huo wafahamu ya kwamba ni haramu katika jambo hilo, na Allah tabaraka wa taala amekataza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali zenu baina yenu kwa batil, maana kwa dhulma. Kwa hivyo wewe ukifanya muamala huu, jua kama unafanya dhulma. Wallahu ta'ala a'lam.